nafsi yako ifunge kamba, iambie we nafsi koma, tubia wewe. Au jahilan, au alifanya kwa kutokujua, hakusahau yeye alikuwa hajui kabisa kwamba ni haramu kafanya. Kuna khilafu, wengine wasema hakuna tatizo, wengine wasema fidia lazima. Wa qaidatu shafi'iyya, na kanuni ya watu wa kishafi wanayotumia katika kanuni za fiqh, kawaid al-fiqhiyya, kwa wale ambao tumejisoma hizo kwa wengine, na ni muhimu sana jamani. Wewe kama ni mwanasheria lazima usome somo linaloitwa kawaid al-fiqhiyya. Sasa kwa upande wa watu wa kishafi, wanaposema wao kwamba hakuna tatizo kwa aliyevaa kanzu, aliyefunika kichwa, aliyejitia manukato hali alisahau, hakuna shida. Hoja yao wanatumia kanuni katika kanuni za kawaid al-fiqhiyya inayosema hivi: anna al-jahla wan-nisyanu udhrun yamna'u ujuba al-fidyati fi kulli mahdhurin. Kanuni hii anasema kwamba anna al-jahla, hakika kutokujua, wan-nisyani, na kusahau, viwili hivi udhrun, ni udhuru ambao yamna'u ujuba al-fidya, unazuia mtu kuwajibikiwa na fidia, fi kulli mahdhurin, katika kila lililokuwa ni haramu limeharamishwa, basi anakuwa mtu anaondokewa na wajibu wa fidia kwa sababu alifanya kwa nini? Nasian au nini? Jahla. Wanatumia kanuni hii, na hizi kanuni si kwamba watu wamezitohoa tu, wanakuwa wamezitohoa kupitia hadithi au kupitia aya. Kanuni hii wameitohoa maulama wa sheria kwenye hadithi ya Mtume anasema rufi'a al-qalamu ani thalath, si ndio? Kwa hiyo hadithi hiyo maarufu kwamba Allah ananyanyua kalamu ile inayoandika mambo yetu ya matendo yetu. Allah amenyanyua kalamu, haiandiki lolote afanyalo mtu kwenye kusahau au aliyelala. Tunakumbuka ile hadithi wa mastukrihu, na yule aliyelazimishwa kufanya jambo. Kwa hiyo maulama wakati wanatohoa hukumu humo, na wanatoa kwa kanuni kwenye aya au kwenye hadithi, ndio wakatoa sema hakuna wajibu wa fidia kwa yoyote aliyefanya mahadhuri hali ya kusahau, au alifanya akiwa vipi? Hajui. Hasa ile hadithi hii niloinukuu hapa ile inaonyesha shahidi kwa mtu aliyesahau na mtu aliyefanya kwa nini? Kalala, au sio? Na yule aliyefanya kwa kulazimishwa. Haya, huyu aliyekuwa jahili mbona hajatajwa mle, au sio? Wamemtoa wapi? Kwenye aya. Ziko aya nyingi tu zinaonyesha kwamba mtu haandikiwi kosa mpaka jambo ambalo vipi? Analijua. Ukisoma aya ziko nyingi tu. Allah anasema kwa mfano, man yushakiki rasula min ba'di ma tabayyana lahu huda. Tuko pamoja? Mwenye kumpinga mtume, yani kwenda kinyume na mtume sallallahu, lakini min ba'di ma tabayyana, baada ya kufanyeje? Kubainikiwa, maana tayari kesha jua jambo. Huyo ndio anafanyaje? Anaadhibiwa. Tuko pamoja? wa makhtalafa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma tabayyana lahu. Tuko pamoja? Wama kunna mu'adhibina hatta nab'atha rasula fadhai, maana kwenda kuwaelewesha jambo. Ukishaeleweshwa maana kushajua, sasa hapo ndio Allah anashukua. Ndio wakatohoa kanuni kwamba inasema hifadhi sana hizi kanuni jamani. Yani kwenye somo la fiqh la kawaid al-fiqhiyya, kanuni moja unaweza kutolea fatwa mambo 100 kama si zaidi kwa kutumia kanuni. Hasa mtu asiyefanya si maneno tu sio maneno tu, yanakuwa ni maneno ambayo yamenyumburuliwa kupitia aya au kupitia hadithi. Ndio kama vile utaambiwa wanatunga kanuni inasema, kuna kanuni maarufu watu waitoa sana, wanasema inda dharura, ndio au ad-daruratu tubihu al-mahdhurat.
au inda dharura tanqudhu alhukm, ndio ikitokea dharura hukumu inafanyaje? Inaondoka. Ni kanuni hiyo. Au nyingine ndio inasema kwamba adharuratu tubihu almahdhurat, kwamba dharura inakuja kuhalalisha kilichoharamishwa. Ni maneno haya, ni maneno ya maulama, lakini wameyatoa kwenye aya, faman iturra ghaira baghin wala adi fala ithma alayhi, ndio ndio dharura hiyo. Anahalalika nguruwe, au sio? Nahalalika mzoga. Kwa hiyo kanuni hii wanaitumia watu wa Kishafi katika hoja yao walioitumia katika msimamo wao huu wa kusema kwamba hakuna fidia kwake wala hakuna chochote, na hija yake itakuwa sahihi madhali tu amefanya hayo mambo ambayo hayakutakiwa kufanywa, alikuwa yeye amesahau au alikuwa hajui. Wametumia kanuni inayosema hivyo kwamba annal jahala wan nisyani udhurun yamna ujuba alfidya fi kulli mahdhurin, kwamba kutokujua na kusahau ni udhuru ukubalikao ambao yamna ujuba alfidya, unazuia mtu kutoa fidia fi kulli mahdhurin, kwa kila lililokatazwa yeye kalifanya madhal, basi yeye hatoi fidia. Lakini ina upande wa pili hiyo kanuni, haijaisha. Ina upande wa pili sema ma lam yakun itlafan, madhali hilo alifanya sina maharibiko, kwa maana akifanya hata kama kasahau, alikuwa hajui, lakini kalifanya jambo la itlafa, fidia ipo. Sheikh, huwezi kaja ukanivunjia mali yangu, tupo umeniharibia gari yangu kwa mfano, au sio? Kwa sababu ulisahau. Anasema ndio, hakuna fidia bwana, mimi nilikuwa sijui. Kwenye itlafa tabidi fidia iwepo. Lakini kwenye mosima katika itlafu kwamba nimevaa nimejifunika kichwa, kuna itlafu hapo, kuna maharibiko umefanya. Umeharibu nini? Nimejitia manukato, hii sio itlafa. Madhali umefanya kwa kusahau au nilikuwa sijui kuwa ni haramu, la fidia. Ma lam yakun itlafan, madhali si katika mambo ya kuharibu. Kasaidi, kama kuwinda au kuvua. Imekatazwa kuwinda, muhrim hatakiwi kuwinda. Akiwinda, hii ni katika itlafa. So umempiga mnyama bwana, hata kama alikuwa yule mnyama kawaida ni halali, lakini ulihanazwa usifanye. Ukiwinda, hii ni katika itlafa, hapa utakuwa na fidia, hata kama ulifanya kwa kusahau. Tuko pamoja au ulikuwa hujui, basi utajua kwa fidia. Wakadhalika halku wal qalam, vile vile kunyoa na kukata kucha, hii ni katika itlafu. Umenyoa wakati muda haujafanyaje, haujafika wa kunyoa, ni itlafu, maana yake kwa umeondoa kitu, hii utatoa fidia. Au umekata kucha, utatoa fidia hii. Lakini ala al-asahi, kwa mujibu wa kauli sahihi indahum, kwao. Nani hao? Mashafi. Hiyo ndio kauli sahihi kwao. Na siku zote jamani, hili jambo tukae nalo sana tunaposoma vitabu. Unaweza ukatajiwa hukumu ya jambo kama kwenye kitabu ukaambiwa kauli ya fulani, wakazungumza watu fulani wakakwambia asahul qauli, hii ndio kauli sahihi zaidi, na usio ukaondoka pale na kifua kikubwa, imetajwa ndio kauli sahihi zaidi. Sahihi zaidi kwao, kwa wengine hiyo sio sahihi zaidi. Nikupeni mfano kwangu mie na wewe kwenye kufunga, au sio? Tuje kwenye mfunga, kufunga kwa mujibu wa mataifa na kufunga kwa mujibu wa muandamo. Tupo yule afungaye kwa muandamo wa kwao, yeye kauli sahihi kwake anaona ni asahul qaul, ni kuinda makwao,
Na huyo akiandika kitabu huyo atakwambia asahul qawlu hadha likulli baladin ru'yatuhu. Sasa asiyesoma sheria kwa kuwa kasoma Kiarabu tu ajua kufasiri, kasoma kitabu imetajwa akasema kaandika shikasema bwana asahul qawl, ndio kauli sahihi hiyo kwao wao. Sawa? Kwangu mie na wewe ukiandika kitabu utasema bwana la ibratan bi ikhtilafi al-matali', hii ndio kauli sema asahu warajih indaka, na hiyo ni kwako wewe. Kwa mwingine akuona wewe wewe bwana, huo msimamo ni kiwahabia, huo msimamo si sahihi, hauna nguvu. Kwa ndio maana hapa shekhe akasema hiyo ndio kauli asahu, lakini indahum ndio sahihi ilivyo, useme hivyo kwamba sahihi kwao. Yani kwa kishafi hiyo ndio wanaona sahihi zaidi. Maana wasiokuwa mashafi na huo msimamo wao ndio wataona ndio asahu zaidi kuliko huo. Sasa mimi inaitwa fanyaje? Tusome ili tujue kwamba huyu aliyefuata msimamo huu asema kila mmoja avutia kwake. Huyu asema wake sahihi zaidi na huyu avutia kwake sahihi zaidi. Wewe na mimi utajuaje? Tusome sheria ili tujue kwamba huyu kategemea nini na huyu tutapata kujua kwamba hapa sahihi zaidi ni. Ukiwa ni msomaji tu wa vitabu kwa sababu wajua kufasiri vitabu, basi na wewe utakwenda tu. Ndio ile wanasema khatibul laili, utakuwa mkusanya kuni usiku, utakusanya tu hata kama kuna ukukwi. Unajua ukukwi? Nyema mwitanyoka ukuti. Kuna ukukwi, kuna gangawia au sio? Wewe utakusanya tu wote, utaona kuni, si usiku utakwenda kutia nyumbani kwako. Anasema hiyo ala al-asahi indahum, hiyo ndio kauli sahihi kwao wao. Wasayati dhalika fi mawdhi'ihi, na itakuja habari kuzungumzwa katika sehemu yake. Hapa imegusiwa si mlango wake. Jambo la 6 ambalo linahalalika kwa mtu aliyehirimia hija, alhijama, kufanya hijama. Twaita kuumika, Kiswahili tumezosema kuumika, kupiga chuku. Sawa? Alhijama neno la Kiarabu, Kiswahili chake ni kutoa. Hijama maana yake nini? Kutoa. Kutoa nini? Kutoa damu mbovu. Kwa lugha ya leo tungesema kumwaga oili. Chombo chako ukiwa na chombo lazima unakifika baada ya siku fulani utakao ukimwaga nini? Oili. Kwa sababu ya ule mzunguruko. Oili inayolainisha engine machine, si ndio? Kwa sababu ya mzunguruko inakwenda mpaka inakuwa inakuwa nikatumia kizungu sichokijua kudeliuti sikufanyaje, inakufa, si ndio? Kwa inabidi sasa ifike pahala ukamwage, ubadilishe ibakie safi. Hata mwili nao ni engine, unatakiwa umwagwe oil. Kumwaga oil ndio hiyo hijama yenyewe, kwamba ukatoe damu mbovu. Mwili una oili. Oili ni damu ya mwili. Kuna wale red cells, blood cells, kuna white blood cells na kuna platelet. Ndio jamani, mimi nikimbia shule mnaambia sije nikakufuru. Red blood cells na kuna white blood cells na kuna platelet. Kila mmoja na kazi yake, si ndio? Kuna wengine kazi yao kusafirisha oxygen kwenye mwili, kuchoma vyakula na vinginevyo. Na wanasema wataalamu, mmesahau, sijui hawa wanaishi kwa muda sijui siku 120, sijui wanakufa. Kwa hiyo wahitaji kufanyaje? Kutoka. Pengine toka mtu azaliwe bado hajayamuumu, ndio unakuta zingine nafika pala damu inaganda, unakuta maradhi tele, mara pressure inakuja hapo, sukari, madude gani, haitembei kwa sababu tayari inakuwa kuna vizuizi kwenye njia yake kutokana na ile damu ambayo tayari ishatumika, haifai tena imo. Kwa hiyo hijama ndio inafanya kazi ya unatoa hiyo. Na Mtume sallama katika tiba moja ambayo alihimiza sana, anasema alipokwenda Miiraji, kila alipopita basi alihimizwa, akaambiwa waamrishe umati wako wafanye hijama. Sio tufanye kufanya toka uzaliwa.
Kwa sasa na kwamba gari lako hujamwaga oil, wewe waendesha tu. Kwa kuna siku unakuja kuta linaanguka hapo, jamaa kashaondoka. Kaumwa? Hata kama hakuumwa. Ni tiba hiyo kwa ufupi jamani Wenzetu zamani wakitumia pembe za ng'ombe. Siku hizi kuna za kitaalamu kabisa. Kuna vifaa maalum. Atana. Na jamani, hii ndio hijama kwa ufupi Kuna wale platelet wanasema kazi yao wale wana kazi kama ya zawa. Kazi yao kama zawa mwili kwenye kuiliwili. Kazi yao ikitokezea bomba limepasuka, wajua hapa wamepasuka bomba, maji yasipotee wanakwenda kuziba. Wao kazi yao ikitokezea umpata ajali umejikata, wale wanaifanya damu kuganda pale ili izuie stoke. Na ukimkuta mtu yule ambaye anajikata yule damu inakuwa haizuii, maana yake huyo ana tatizo la hawa platelet. Kuna wengine wao ni askari tu mwilini. Kazi yao wanalinda kwa chochote kinachojia mle kilichokuwa hakisita mule hakieleweki. Wanapambana. Tunakwenda jamani. Kwa hiyo inafaa kufanya hijama. Wafaka uddama, wafaka uddumali, na kutumbua majipu. Pengine una jipu na ushahirimia hija, basi unaweza kutumbua jipu. Wanaz'i darsi, kungoa jino pia. Pengine jino linauma, usende ukatoa tu pasi na sababu sema yafaa kumekuja nikatoe jino. Kama mfano jino linauma unaweza kungoa jino hadi ya kuwa ushahirimia. Wakatu'ul irq, kukata mshipa. Hizi ni tiba vile vile zilikuwa jamani wenzetu zamani walikuwa wanakata mshipa, na wengine akikata vibaya wanatumia moto. Chuma msomari wa moto anautia. Kwa mfano hizi maradhi wanaita siku hizi wanaita nini? Hijabu hizo sio? Wamanga walikuwa sana tiba za kimanga. Chukua msomari unatiwa kwenye moto. Mshipa unapouma shekhe, ukipigwa utakufa, hapa umi tena. Yajuzu kufanya hayo jamani. Kwa muhrim Kwa hukumu haya ni matibabu. Maana mpaka unafanya matibabu, manake huyu ana tatizo, alikuwa anaumwa. Sio kwamba ukajifanyie tu bure bure, haitakiwi. Kadi thabata, anasema imethibiti anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kwamba mjumbe wa Allah rehma na amani ihtajama, alipiga chuku, manake alifanya hijama, wa huwa muhrimun, hali alikuwa kahirimia, wasatu ra'si. Tena alitumia pointi, maana kupiga chuku kuna pointi zake za kuweka zile caps wanasema. Sio unaweka tu kwenye mwili. Alipiga wasata ra'sihi, katikati ya kichwa. Kuna pointi hapa kwenye kichwa, kuna pointi ziko humu, kuna pointi moja hapa kahili wanaita. Hii hapa hii tunasema ni tiba ya maradhi karibu 70 gilasi ikiwekwa hapa. Kwa waliokuwa wamekusoma mambo ya nini utajua pointi zake, sio kwamba unapiga tu hiyo chuku. Una sehemu kwamba tatizo fulani pointi ni wapi, tatizo fulani pointi uweke wapi ile caps yako. Sio ukajipige tu kama mnajua bwana njoo mkupige hapa weka nini. Sasa inategemea na tatizo. Na maana Mtume mpaka kapiga kichwani, ili ni tatizo la kichwa. Watu wenye matatizo ya kuumwa kichwa sio nini, basi ziko pointi zake za kuweka kwenye kichwa. Mtume alipiga kwenye wasata rasi, lakini hakupiga kwenye wasata rasi tu. Kuna maeneo mengi pia. Jamani, tiba ya hijama inatibu maradhi yote kasoro kifo na uzee. Tayari lakini maradhi yote ambayo wewe unajua hospitali yatibiwa, hijama inatibu, tena kwa urahisi zaidi. Hijama inatibu kuliko hospitali. Maana hospitali kuna magonjwa mengine wanakuruhusu bwana wewe, hebu kajitafute kwanza. Hijama mpaka hayo yanatibika. Tena sisi hasa katika zama zetu tulipaswa tufanye hijama sana, kwa sababu sisi mavyakula yetu tunakula makemikali sana. Hijama inatoa masumu kwenye mwili vile vile. Masihiri inatoa.
Kwa sababu sihiri nini? Mtume anasema inna shaitana yajri min bani adama majra dami, shetani apita kwenye mwili wa wanadamu kwenye mishipa ya damu. Sema nina sihiri mimi hapa, naona kama nina jiwe. Huwa si jiwe, jiwe halikai tumboni. Tupo ni vimaji maji fulani alivyoviingiza shetani kwenye mishipa ya damu ya kudhuru. Sasa hijama inavuta mle, natoa. Kwa hiyo hijama inatibu sukari, hijama inatibu macho, hijama inatibu sijui TB, hijama yani inatibu maradhi. Ule nani ule Masai au kila kitu anauza dawa. Ilikuwa ujumbe wa Radio Imani, ndio eleza basi kila kitu basi inatibu kila kitu Allah, lakini akitia taufiki, inatibu. Sijui pressure, sijui nini, uzazi, hijama inatibu. Moyo inatibu. Kubwa usomee, ujue pointi kwamba huyu namtibia sihiri, pointi ni wapi kuweka kapsi yako. Tuelewana jamani? Tunatakiwa tusome. Ni tiba ambayo imepotea na tuhangaika sana sisi. Ndio kukwambieni hapa, mimi kuna mtu mmoja ni katika mwanafunzi wangu, alikuwa bwana huyu alikuwa kutembea hawezi, mnene, ana matatizo ya moyo. Kwa nini siku moja hapa nakumbuka. Yaani ukitembea naye anakwenda hapo juu hapo sokoni tu, hapo Sokodomo, kutoka hapa aweza akatumia nusu saa. Bwana mguu mmoja aende kwanza apumzike. Mnene hawezi kutembea alafu anaanza moyo. Mwaka uliopita kenda hija, kahiji mwenyewe. Kaingia kwenye kupiga nini? Hijama, lakini hajapiga siku moja. Sio kama ndio wewe unamshika kama ukapiga siku moja, inakuwa unapiga baada ya muda fulani, kila muda fulani unapiga. Shekhe ukimwona humjui. Hijama kwa sababu inafanya unakuwa hijama ukipiga ina maana unatoa zile damu zilizokufa ambazo zishagandaganda, unazitoa. Kwa hiyo inaifanya damu kwenye mwili sasa ifanyeje? Izunguruke vizuri, haina vizuizi. Kinyume na hivyo, ina maana inakuwa damu yako kwenye mwili haipati kutembea vizuri. Sasa hapo shekhe, ndio mitatizo kichungu mzima yatakuja. Utakwenda kupigiwa rukia, utasema bwana mimi bwana nishasomewa sana, pengine kuna jini hivyo, jini lenyewe ni hiyo damu yenyewe. Na ukija kwa shekhe bwana hiyo shekhe tambua toa mbuzi kumbe midamu tu imeganda je. Saa nyingine lakini saa nyingine anakuwa ni midude mingi, lazima utoe mbuzi kweli. Fahamiane uzuri. Haya, kwa hiyo alipiga Mtume hijama wa huwa muhrim wasata ra'sihi, sawa katikati ya kichwa. Katia namba chini anasema qala Ibn Taymiyyah. Jamani, hawa wenzetu, na ni aibu kusema ukweli, ni aibu, pamoja na kwamba sisi leo hatuko hivyo, lakini ni aibu kwa alimu wa dini halafu akawa hajui matibabu. Japo kutospecialize ukajua kila kitu, hakuna mkamilifu. Lakini mashehe waliotangulia hawa walikuwa mashehe, wao walikuwa mote wamo, na ndio maana wameandika kila fani, wameandika. Ukija kwenye fani ya tiba watu wameandika vitabu, viko vya aina tofauti mpaka operation basi wameandika. Ikida Ibn Sina hao tuko pamoja, ni wataalamu walikuwa. Ibn Taymiyyah huyu jamaa si mzembe, alikuwa huyu kila maeneo na yeye alikuwa yupo. Anasema Ibn Taymiyyah la yumkin dhalika, lakini haitawezekana kupiga kapsi kati ya kichwa tupo illa ma halki ba'd al-sha'r, isipokuwa lazima kwanza unyoe pale baadhi, na ndio inavyotakiwa. Na hii si sheria hasa ya hijama, si kwenye kichwa tu, hata kwenye mwili. Kama mtu ana vile tunaita malaika basi unatakiwa lazima pale utakapoweka kapsi unyoe. Sio kampiga mtu ukasema Mtume alipiga hijama hapa tupo
Wengine si watapiga hata kwa gilasi za kawaida tu. Ikifika kesho ukaenda fika nyumbani ukaenda kumwambia mtu akupige tu, kuna sheria zake na kuna siku pia za kupiga hijama. Kuna siku hazifai kupiga hijama. Tumekasema atakayepiga hijama siku ya Jumanne kama sikosei. Jumanne siku nzuri. Nimesahau ziko siku nimesahau. Akija akipata ukoma asema asilaumu nafsi yake. Asilaumu mtu. Kwa hiyo ukajipigie tu, lazima ufundishwe kuna siku gani unafaa kupiga. Na pia kuna wakati. Sasa ukija ukisema maana si manazili, basi itakuwa Mtume sallallahu ndio kafundisha. Maana ni hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wakati gani pia unafaa kupiga na maeneo yenyewe ni wapi na wapi, na masharti kwamba mpigaji atakiwa, anayepigwa atakiwa afanye nini, masharti kabla ya kupigwa na baada ya kupigwa. Ndio Ibn Taymiyyah anatuambia usije ukaja ukampiga tu kichwani kwa Mtume na minywele yake. Lazima kama ndo hataki kunyoa zote, basi lazima pale unapotaka kuweka ile kapsi yako lazima unyoe nywele zake. Wakala Maliku, akasema Imam Malik, la ba'sa lilmuhrimi, si dhambi kwa aliyehirimia hija, an yafka ad-dumali, kutumbua jipu. An yafka ad-dumali, kutumbua jipu si dhambi. Naweza kutumbua jipu, usije ukanije kutoa chepu. Je, tena ndio itafaa eti. Wa yurbitu aljarha, vile vile kufunga jaraha. Pengine una jaraha, kulifunga bandage au kama, pia ni hakuna dhambi kufunga hiyo. Wa yaqta'u al-arqa, au kukata mshipa ambao pengine walimletea shida. Lakini hayo yote idhahtija, ikihitajika kufanya. Hakuna mahitaji usije ukafanya. Wakala Ibn Abbas, na akasema Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, Allah mridhie na baba yake, anasema al-muhrim, aliyehirimia hija, yanza'u dharsahu, anaweza kungoa jino lake, jino la uma. Sio ukakaa ukahiji kao hiyo hija, kwa sababu utaihijije na shida hiyo, itakuwa hiyo ibada huwezi kuifanya vizuri. Na ndiyo maana Mtume sallama alimuona jamaa ana michawa katika hija, ana michawa yakipiga jua yanatoka huku akamwambia, sijaona we maradhi aliyokupata makubwa kuliko haya. Akamuuliza, je, una mbuzi wa kuchinja wewe? Maana inabidi anatakiwa anyoe, hali ya kuwa hatakiwi kunyoa muhrim. Kwa hiyo maana utahijije katika hali ya kumichawa inakutafuna, utakuwa huna raha. Kwa ndio hiyo jino linauma, usio kasema bwana mimi sife kwa jino, uhiji na jino lako la kubwa, utakuwa huna hija bwana wewe. Utakuwa wahiji kujikamata huku na huku, unaweza kungoa jino. Wayafka'u alqarha, na vile vile kutumbua kijipu au kipele. Alqarha dumali ndio jipu, lakini alqarha ni vile vipele tunasema, unaweza kufanya. Qala an-Nawawi, amesema Imam an-Nawawi, idha arada al-muhrimu al-hijama, anapotaka aliyehirimia hija kufanya hijama li khairi haja lakini hakuna shida, yani hakujatokea sababu ya kufanya hijama, akafanya tu, basi fa intadhammanat qat'u sha'ri, ikipelekea hijama hile kunyoa nywele. Kwa sababu hijama mtu aweza piga hata kama hakuna sababu, mwenyewe tu kama sasa bwana nataka anapiga. Lakini ikiwa kwamba hijama yenyewe si ya tatizo, umeamua tu kupiga mwenyewe, na ikawa ulipopiga ilipokaa kapsi yako ni sehemu imepelekea kunyolewa nywele, wakati nywele kwa haitakiwi kufanyeje? Kunyolewa wakati ule. Ikiwa ni hivyo, basi fahia haramu, madhali hana sababu za kufanya hijama, itakuwa ni haramu. Kwa nini uharamu utakuja? Likata'i sha'ri, kwa sababu ya kukata nini? Nywele. Hijama kama hijama anaruhusika kufanya lakini sasa inapelekea kufanya jambo la haramu, baada itakuwa ni haramu sasa, wakati hakuna sababu ya kufanya hijama. Ikiwepo sababu inakuwa sio haramu. Wa in lam tadhammanahu, kama hijama hiyo haipelekei kunyoa nywele, jazat, basi itajuzu inda jamhur, kwa upande wa maulama wengi inajuzu. Lakini wakariha Malikun, Imam Malik yeye ameona ni makruhu, hata kama hukati nywele, hata nywele ni makruhu kwake. Wa anil Hasani, na kutoka kwa Imam Hasan al-Basri bila shaka,
fiha alfidya, na yeye anaona kwamba ukipiga hijama ikapelekea kunyoa nywele, basi unatakiwa utoe fidia. Wa in lam yaqta sha'ra, tena kwa wao hata kama haikupeleka ukata nywele, umepiga hijama lakini wakati ambao hakukuwa na sababu ya kupiga ukapiga tu, utatoa fidia. Hao ni kwa upande wa Imam Maliki na Bwana Hasan al-Basri. Wa in kana li dharura, lakini wakasema ikiwa unapiga hijama kwa dharura jaza, basi itajuzu katu shari, hata kukata nywele. Watajibu alfidya, lakini kwa upande wao kwamba itakujuzia, lakini fidia utatoa. Wa hasa ahlu dhahiri alfidya, na wamehusisha maalumu watu wa madhehebu ya kidhahiria alfidya, kutoa fidia bishari rasi, kwa nywele za kichwani, kwamba ukitoa nywele za kichwani ndio fidia. Lakini umenyoa nywele huku, ulikuwa na milaika mengi, ukabidi unyoe, hiyo anaona wao hiyo haina fidia. Na tusome na hiyo ya saba, sababu sio kubwa. Haqu rasi wal jasad, kukuna au kusugua. Haqu ndio haqu, kukuna jasadi, kukuna rasi, kukuna kichwa, au jasadi au mwili, inafaa pia na hilo. Fana Aisha radhiallahu anha, sio kaona tena malamasa nyingine wamezidi. Kuna watu wajinga humu, lazima uambie kila kitu. Na kuna mtu mmoja nakumbuka mimi alikuja akaniuliza Ramadhani, shekhe, ukifunga ukimeza mate hufunguzi? Hata usio kaona sasa kama tunazungumzia mpaka kujikuna, pia kujikuna ndio vipi? Hawa ni wanasheria wazungumza kila kitu wanatakiwa wazungumze. Sasa mtu anakuja kuambia bwana kumeza mate, shehe utafunga kaja kwa kutema mate tu, sio utafuta kufa wewe. Fana Aisha, kutoka mama Aisha radhiallahu anha, Allah mridhie, annaha suilat anil muhrimi, aliulizwa mama Aisha kuhusiana na mtu aliyehirimia hija, ya huku jasadahu, je, anaweza kukwangua au kukuna mwili wake? Qalat, akasema naam, ndio. Faliyuhakikuhu, na aukune hasa. Waliyushaddid, tena azidishe, hakuna tatizo. Rawahu al-Bukhari wa Muslim, tukona Imam Bukhari na Muslim. Wa Maliki pia. Wazada, akazidisha kusema walau rabatat yadai walam ajid illa rijlai, anasema walau rubitat yadai, kama itakuwa imefungwa je mikono yake. Ndio wanasheria ndio kama wanakuletea hukumu, haya mwanamke binadamu akizaa mbwa inakuwaje? Ndio anakuambia sasa, haya yafaa kujikuna. Je, kafungwa mikono, ajikunaje huyo yeye? Rubitat yadai, imefungwa mikono yake. Walam ajid yadai, yasema mikono yangu imefungwa. Je, walam ajid, na ikawa sina cha kujikunia, illa rijlai, sio tajikunaje isipokuwa kwa miguu yangu. Najikuna kwa miguu vipi? Illa rijlai vipi? Anasema la hakaktu, basi nitajikuna. Mama Aisha huyo anasema hata kama nimefungwa mikono yangu, walam aji, na ikawa sijapata cha kujikunia, illa rijlai, isipokuwa naweza kujikuna kwa miguu, la hakaktu, najikunia, haina shida. Warawa au waruya mithlu dhalika, imesimuliwa mfano wa hiyo an Ibn Abbas, pia kutoka Ibn Abbas wa Jabir na Jabir wa Said bin Jubairi na Said bin Jubairi wa Atana bwana Ata Ibrahim an-Nakhai na bwana Ibrahim an-Nakhai. Inshallah wallahu a'lam. Tuwekeni hapa inna ma lam nafham wa alimna ma lam na'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.